Kutoka mashambulizi ya anga ndani ya Urusi hadi vitisho vya kulipiza kisasi, mataifa manne ya NATO yaingia kwenye upepo mkali wa mvutano. Mvutano wa kimataifa umeingia hatua mpya yenye hatua kubwa baada ya Urusi kutoa onyo kali kwa mataifa manne ya NATO, ikiashiria moja kwa moja mashambulizi ya droni yanayoendelea ndani ya ardhi yake. Katika kauli iliyotikisa kanda nzima ya Ulaya Kaskazini, katibu wa Baraza la Usalama la Urusi, Sergei Shoigu, ameonya kuwa Moscow inaweza kuchukua hatua za kujilinda ikiwa itathibitishwa kuwa Finland na mataifa ya Baltiki yanaruhusu anga zao kutumiwa na Ukraine kufanya mashambulizi dhidi ya Urusi. Kauli hiyo inakuja wakati dunia bado inatafakari tukio la hivi karibuni ambapo droni ilipenyeza kilomita 1700 ndani ya Urusi, ikiacha majeruhi na kuongeza hofu kuhusu mwelekeo wa vita vya Urusi na Ukraine. Kwa mujibu wa Shoigu, kumekuwa na ongezeko la mashambulizi ya droni yanayopita kupitia anga za Finland, Lithuania, Latvia na Estonia, njia ambayo Moscow inaona kama tishio la moja kwa moja. Katika maneno yenye uzito, alisisitiza kuwa mataifa hayo yanaweza kuwa yanashindwa kudhibiti anga zao au kwa makusudi yanaruhusu mashambulizi hayo kupita. Na kama ni kweli wanaruhusu, basi kwa mujibu wa Urusi, hiyo ni sawa na kushiriki moja kwa moja katika mashambulizi dhidi yake. Akirejea kanuni za kimataifa, Sergei Shoigu alisisitiza kuwa Urusi ina haki ya kujilinda chini ya kifungu cha 51 cha mkataba wa Umoja wa Mataifa. Hii ina maana moja tu: ikiwa mashambulizi yataendelea kupitia anga za mataifa hayo, Moscow inaweza kujibu sio kwa maneno bali kwa vitendo. Hili linafungua mlango wa hatari mpya, mgongano wa moja kwa moja kati ya Urusi na mataifa ya NATO. Katika wiki za hivi karibuni, Ukraine imeongeza mashambulizi ya droni dhidi ya Urusi, huku majeshi ya Moscow yakiripoti kudungua mamia ya ndege zisizo na rubani, yani drones, ndani ya usiku mmoja. Bandari za bahari ya Baltiki kama Ust Luga na Primorsky zimewahi kulengwa, mashambulizi yanayosababisha moto katika maeneo yenye miundombinu ya petroli. Kwa Urusi, haya si mashambulizi ya kawaida, ni kile wanachokiita vitendo vya kigaidi. Kauli nyingine kutoka Kremlin zimeongeza uzito hali hii. Mshauri wa serikali ya Urusi amedai kuwa kuruhusu anga kutumiwa kwa mashambulizi kunamaanisha ushiriki wa moja kwa moja wa NATO katika vita hii. Hii ni kauli nzito, kauli inayoweza kubadilisha kabisa tafsiri ya mgogoro huu kutoka vita vya kikanda hadi mgogoro wa kimataifa. Cha kushangaza zaidi, licha ya baadhi ya droni kuangukia hata katika ardhi ya mataifa hayo, Finland na nchi zingine hazijatoa lawama kali dhidi ya Ukraine. Ukosefu huu wa kauli wazi unaashiria maswali. Je, ni mkakati wa kisiasa au ni ishara ya hali ngumu yanayokabiliana nayo kati ya washirika wao na majirani wao katika vita hiyo? Kutokana na anga zinazotumika kama njia ya mashambulizi hadi kauli kali za viongozi wa kijeshi, taswira inayojitokeza ni moja: dunia inasogea karibu na mstari hatari zaidi. Droni zimekuwa silaha mpya ya kimya lakini yenye athari kubwa, na anga za mataifa sasa zimegeuka kuwa uwanja wa vita usioonekana. Swali linaloibuka ni hili: je, hatua hiyo inayofuata itakuwa ya kujilinda au ya kulipiza kisasi? Na ikiwa itakuwa ya pili, basi dunia inaweza kushuhudia kile ambacho kwa muda mrefu imekuwa ikijaribu kukiepuka: mgongano wa moja kwa moja kati ya nguvu kubwa za kijeshi duniani. Kutoka droni zinazopenyeza maelfu ya kilomita ndani ya Urusi hadi vitisho vya silaha za nyuklia, mvutano wa NATO na Moscow wafikia kiwango kipya cha hatari. Ni enzi ya hofu mpya, enzi ambayo anga si salama, mipaka si kinga, na maneno ya viongozi yanabeba uzito wa maangamizi. Ndani ya kipindi kifupi, matukio yanayoendelea barani Ulaya yameanza kuchora ramani ya dunia mpya, dunia inayosogea kwa kasi kuelekea ukingo wa mgogoro wa nyuklia. Kwanza, droni za Ukraine za penya kilomita 1700 ndani ya Urusi, zikiacha majeruhi na kuonyesha wazi kuwa vita vya Urusi na Ukraine havina mipaka tena. Lakini sasa jambo kubwa zaidi limeibuka: vitisho vya wazi vya nyuklia kati ya Urusi na mataifa ya NATO. Mashambulizi ya droni yamebadilisha kabisa uelekeo wa vita vya kisasa. Kupenya kwa umbali mkubwa ndani ya Urusi si tukio la kawaida, ni ishara kwamba hakuna eneo linaloweza kujiona liko salama kwa teknolojia za sasa. Droni zimegeuka kuwa silaha ya kimya inayoweza kuvuka mipaka bila kuonekana na kuleta athari kubwa bila onyo lolote. Kwa wachambuzi wa kisiasa, hii ni hatua ya kwanza ya mabadiliko makubwa, vita vinavyoingia ndani ya mataifa, si kubaki mipakani.
Katika hatua inayozua taharuki kubwa, Kremlin imetoa onyo kali kwa Estonia, ikisema wazi kuwa ikiwa silaha za nyuklia za NATO zitawekwa katika ardhi yake, basi Urusi italenga silaha zake za nyuklia dhidi ya taifa hilo. Msemaji wa Kremlin, Dmitry Peskov, alisisitiza kuwa Moscow haitishi bila sababu, lakini itasita kujibu ikiwa tishio litajitokeza. Na hapa namnukuu: "Hatutishii Estonia, lakini ikiwa silaha za nyuklia zitaelekezwa kwetu, basi zetu pia zitaelekezwa huko", alionya kwa msisitizo. Hii ni kauli inayobeba uzito wa historia, ikikumbusha dunia enzi za vita baridi, lakini sasa katika mazingira mapya yenye teknolojia ya kisasa zaidi. Ndani ya NATO, mjadala wa kupanua uwezo wa nyuklia unaendelea kushika kasi. Mataifa kadhaa ya Ulaya yanaanza kuonyesha wazi nia ya kuwa na ulinzi wa nyuklia, iwe kwa kuzipokea kutoka kwa washirika au kuzianzisha programu zao wenyewe. Hatua hizi zinachochea na kile wanachokiita tishio la Urusi, hoja ambayo Moscow imekuwa ikipinga vikali. Kwa Urusi, hatua hizi si za kujilinda, ni maandalizi ya vita vya wazi. Kauli za viongozi wake zinaonyesha msimamo thabiti. Kuenea kwa silaha za nyuklia karibu na mipaka yake kutachukuliwa kama tishio la moja kwa moja. Na katika mazingira hayo, majibu hayatakuwa ya kidiplomasia tu, bali ya kijeshi pia. Kadri mataifa ya NATO na yale ya Ulaya Kaskazini yanavyozidi kujipanga kijeshi, ndivyo hatari ya mgongano wa moja kwa moja inavyoongezeka. Anga tayari imegeuka njia ya mashambulizi ya droni. Sasa ardhi inaweza kuwa jukwaa la silaha za nyuklia. Hii ni hatua zaidi katika historia za hivi karibuni ya bara la Ulaya. Kutoka droni zinazovunja mipaka hadi kauli za nyuklia zinazoelekezana, ulimwengu unaingia katika kipindi ambacho kila hatua inaweza kuwa na matokeo makubwa yasiyotabirika. Katika historia za vita vikubwa, havijaanza ghafla, huanza kwa ishara ndogo, maneno makali na maandalizi ya kimya kimya. Leo ni ishara hizo zipo wazi, ziko angani, ziko ardhini.